Wala kabla mchezo nilisema kwamba mechi ya leo ni finali, lakini tutashinda, na niliwaahidi waandishi wenzenu baada ya mechi tuonane tena, tutaongea tena. Kwa hiyo niwaambie tu wana Yanga wote wakao wakijua kwamba Yanga bingwa, na wale wanaokaa wategemea kwamba mjomba akifa mentalisi wasahau. Sisi ubingwa tunautaka na historia yetu inasomeka. Hatujawahi kufungwa mfululizo kupigwa kuna kama chapo, hapana. Wewe ukitupiga siku ya kwanza, siku ya pili ujiandae, vinginevyo tukung'oa meno. Na hii inajirudia. Hata Simba hapa tulizulumiwa, ilikuwa siku ya Jumatano, Jumapili 2-2. Na wale tukaona ungekuwa mpaka wale penalty yetu sisi hatukujali. Hadi kadhalika hawa tumecheza nao Jumapili, leo Jumatano Ngerere katema Mungo, msitu umenona, nyani ya konde. Wewe niambie tu wana Yanga, kikubwa tushikamane, twende kwa wingi viwanjani tukamalizie mechi mbili zilizobaki. Leo nilisema toka awali kwamba ili sisi tuwe mabingwa lazima leo tushinde. Na tukishinda leo ni hapo tutasema Yanga bingwa. Neno Yanga bingwa unasema mechi 10 za nyuma kwamba sisi ndio mabingwa. Sababu hata tutakuwa tunaongoza kwa pointi moja. Hiyo yote tutubeba. Tunachoramia kitu kimoja. Tumepoteza pointi 4 kwa hao wanatufuata. Ingekuwa tumewapiga wote, hii shida singetukuta. Kwa hiyo pointi 2 wewe tupa hiyo ndio tutangaza ubingwa. Kikubwa wana Yanga tu, tuje viwanjani, tuvae suti zetu. Hatimaye Yanga bingwa, hakuna wa kuzuia. Hiyo itakuwa kudwa Mwenyezi Mungu. Iko kwa binadamu hawawezi. Hata ungane wote. Kwa sababu yeye siku tunamfumua. Na ndio maana tumeweka rekodi. Sisi wenyewe tutakufa, labda vizazi vyetu. Haijawahi kutokea toka vizazi vya hivi kwamba Simba na Yanga kwamba kuna mmoja aliweza kumfunga mwenzio mfululizo mara 4 aidha mara 5. Sisi tumepiga mpaka mara 6. Bwana wewe ulikuwepo hapa uwanjani leo. Nataka tuzungumzie matukio. Tunaona tukio la Olindo Dilson Malia kwa maana ya Depo linalalamikiwa kwamba sio penalty. Sasa tuulizane mimi na wewe. Kati sisi tunaongea nani mwamuzi? Tukishapata jibu hilo mwamuzi Arajiga. Kwa hiyo Arajiga uwanjani wa kufuata sheria 17. Yeye ndo kazi yake kutafasiri sheria. Sasa kama kila mtu atajisikia basi wote tungekuwa waamuzi. Haya waondoe hilo sasa, sema sio goli. Azam atakuwa kafa ngapi? Kufa ni kufa tu. Na ninachojua mimi iwe Muislamu, iwe Mkristo, atafunikwa kwa ubao, atatoa sanduku la ubao. Hakuna sanduku la chuma na zikiwa mtu. Hilo ndio kubwa. Kwa hiyo wataki wasitaki, haya ndio matokeo ya mchezo. Abisa ndio kama umeshuka ubora, lakini unajua kama maisha binadamu kuna uzima, kuna kuugua, utapona utaendelea. Ukisema umeshuka ubora mpaka sasa ligi anaongoza nani? Mpira sio chenga, mpira magoli. Sawa bwana. Mpira upewe maxi kwa kuwa umepiga pasi nyingi, umepiga chenga sana. Hapana. Utapewa maxi kwa kuwa umeshinda goli ngapi. Kwa hiyo leo kesho vyombo vyote vilipoti kwamba Yanga kaipiga Azam 3. Hao tangu kama Azam alipiga chenga ngapi. Wewe mtu akisema ameshuka ndio mawazo yake. Sisi tunachohitaji ni pointi. Bwana tuangalie msimu ujao kwa wewe unapoona. Yanga kwenye eneo la kiufundi sasa manake naam. Yanga unadhani inahitaji nini? Katika msimu ujao Yanga itakuwa ya moto. Yaani wana Yanga wakae wakijua Yanga itakuwa ya moto kwa msimu ujao. Itakuwa ya moto. Ina maana pale kuna mapungufu. Technical bench watapeleka popo zao. Tunahitaji hiki na hiki. Nafasi hii na nafasi hii. Jukumu la uongozi watawaletea, na uwezo Yanga tunao kusajili kutoka timu yoyote katika Afrika hii. Kwa hiyo wana Yanga watarajie vitu viwili. Kwanza tutakuwa na timu bora, lakini watarajie na furaha itapatikana na maendeleo yatapatikana. Na watashuhudia kuna uwanja wa Yanga unajengwa. Kama sisi tuna vitu vingi vya kuvifanya vinawasubiri wana Yanga. Tena umegusia swala la uwanja. Ndio nilijua utafika huko. Kwa hiyo wana Yanga wakae mkoa wa kula, uwanja utajengwa. Umegusia swala la uwanja na juzi umeona interview ambazo ulifanya. Ndio. Ukiwa pale na unazungumzia swala, hebu tuambie kwanza. Swala la uwanja kwanza limefikia wapi? Sasa limefikia wapi? Huko unakosea. Na ndio maana mkataba ule usajiliwa hadharani kila mtu akaona. Hiyo moja. Pili, mkandarasi kishapewa site. Uwanja sasa hivi hatujenge kizamani.